أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sana anasema kama nilivyokuwa nimeeleza katika hutuba iliyopita ya kwamba kabla ya ushindi wa Makka ufunguo wa Kaaba ulikuwa kwa Uthman bin Talha. Ushindi wa Makka ulipotokea wakati ule Hat Ali akaomba apewe heshima hii ya kutunza ufunguo pamoja na huduma ya unyweshaji wa maji, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akitoka Kaaba akamuita Uthman bin Talha na akamrudishia ufunguo na akasema, al-yawmu yawmu birrin wa wafain, ya kuwa leo ni siku ya wema na siku ya kutimiza ahadi. Wakati ule Uthman bin Talha alikuwa amesha silimu. Mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam kabla ya hijra safari moja, maelezo yake kwa nini alitamka maneno haya, maelezo yake ni kama hivi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya hijra safari moja alikuwa amemwomba Uthman bin Talha ufunguo wa Kaaba. Yeye katika jibu lake alikuwa amemkaripia na kutumia lugha mbaya. Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati ule akavumilia sana na akasema kwamba, e Uthman, ya Uthmanu la'allaka satara hazal miftah yawman biyadi azauhu haisu shi'tu, kwamba e Uthman, kumbuka ufunguo huu siku moja utakuja mkononi mwangu na nitampatia yeyote nimtakaye. Uthman wakati ule alikuwa ametoa jibu ya kuwa wakati huu ukiwadia utakuwa wakati wa maangamio na mazwila ya Quraysh. Hapo Mtume akasema, umarat wa uzat yaumaizin, si hivyo bali wakati ule Quraysh watapata taazima na heshima. Mauzi hayo yote aliyokuwa ametendewa alikuwa akikumbuka, lakini hata hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akawahurumia watu hawa na kuwatendea kwa upole na kwa huruma. Katika riwaya nyingine Uthman bin Talha anasimulia mwenyewe ya kwamba katika zama ya ujahilia, siku ya Jumatatu na Alhamis tulikuwa tunafungua mlango wa Kaaba. Siku moja Nabii Karim sallallahu alaihi wasallam akaja na pamwe na watu kadhaa na akataka kuingia ndani ya Kaaba. Hapo mimi nikaongea naye kwa lahja kali, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akaongea nami kwa upole na akasema, e Uthman, siku moja ufunguo huu utauona katika mkono wangu na nitampatia yeyote nipendaye. Leo ilikuwa siku ile. Uthman pia atakuwa akikumbuka yote, na Mtume sallallahu alaihi wasallam vile vile atakuwa hakusahau siku ile. Lakini Mtume akasema, e Uthman, tunza ufunguo wako. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia kwamba chukua ufunguo, ninakupa leo. Leo ni siku ya wema na kutimiza ahadi. Ufunguo huo uchukue kwa siku zote, na mzalimu ndiye atakaye nianganya kutoka kwako.
na huu utabaki kwa familia yako. Hivyo hadi leo ufunguo wa Kaaba unaendelea kutunzwa na familia hiyo hiyo katika vizazi vyake. Riwaya inasema ya kwamba siku ya pili ya ushindi wa Makka, Banu Khuzaa walimua mtu mmoja mshirikina wa Banu Huzail. Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya swala ya azuhuri akasimama ili kutoa hutuba. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameegemea Kaaba, na riwaya moja inasema ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amepanda ngamia yake, akamhimidia Mwenyezi Mungu na akasema, eni watu, Mwenyezi Mungu ameifanya Makka kuwa haram, yani mahala patakatifu, tangu siku ile ambapo alikuwa ameumba mbingu na ardhi, na siku ambapo akaumba jua na mwezi, na akaweka milima hii miwili, Safa na Marwa. Watu hawakuifanya kuwa haram, bali Allah Taala ameifanya haram. Hii ni haram hadi siku ya Kiyama. Basi mtu anaye muamini Mwenyezi Mungu na siku ya akhira, si halali kwake kumwaga damu mle, wala asikate mti wake. Hii haikuwa halali kwa mtu yeyote kabla yangu, wala haitakuwa halali kwa yeyote baada yangu. Kwa ajili yangu ilikuwa imehalalishwa kwa muda tu, kisha imerudia kwa hali yake ile ile kama ilivyokuwa kabla. Aliyehudhuria amfikishie aliye ghaibu. Mtu akisema kwenu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amepigana vita ndani yake, mwambieni kwamba Mwenyezi Mungu alikuwa amehalalisha kwa ajili ya mtume wake, na yeye hakuhalalisha kwa ajili yenu. Eni watu, katika watu mwenye kuthubutu zidi ya Allah ni yule ambaye alimua mtu katika haram, au akamua mwingine min ghairi ya muaji wake, au akamua kama kisasi cha zama ya ujahilia. Eni Banu Khuzaa, jizuieni kuua watu. Mmemua mtu mmoja, nitalipa dia yake. Mtume alisema, mimi nitalipa dia yake, ni mapatano. Baada ya zamana yangu mtu akimua mwingine, watu wa familia yake watakuwa na hiari, wakitaka wapokee dia au wakitaka waamue aliyemua mtu wao. Kisha Mtume akalipa dia ya mtu huyo ambaye Banu Khuzaa walikuwa wamemua. Siku zile zile ilifichuliwa siri ya mpango mbaya wa Fuzala bin Umair wa kumua Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika maelezo yake imeandikwa ya kwamba siku ya ushindi wa Makka wengi walikuwepo ambao walikuwa na hasira sana ndani kwa ndani, lakini hawakuwa na njia. Ndiyo sababu ya kwamba vijana shujaa wa Makka kama Ikrima na kadhalik wakiunda kundi moja na kusimama mahala fulani, walikuwa wamejaribu kupigana na Waislamu kwa silaha. Miongoni mwa watu hawa mmoja alikuwa Fuzala bin Umair. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akifanya tawafu ya Kaaba, mimi pia nikaenda kuingia katika kusanyiko lile, na nikafikiri kwamba nitakapokuwa karibu na Mtume nikimshambulia nitamua kwa hanjari, Mungu apishe mbali. Yeye akaja nyuma yake kwa nia hiyo. Alipokuja karibu na Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume akamwona na akasema kwamba wewe ni Fuzala. Akasema kwamba ndio. Akasema, unafikiri nini moyoni? Fuzala akasema kwamba namkumbuka Allah. Akasema uongo. Hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akatabasamu na akasema kwamba ufanye istighfar kwa Allah, unayosema ulikuwa haufanyi. Na Mtume akaja karibu yake na akaweka mkono juu ya kifua chake. Fuzala anasema kwamba wallahi Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa bado hakuinua mkono kutoka kifua changu, ndipo Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa mpendwa wangu katika dunia nzima, na akarejea kwa ahli zake.
alienda na nia nyingine, lakini hapo hali yake ikabadilika kabisa. kwenye siku zile zile baba yake hat abubakar pia alisilimu. kisa chake kinapatikana katika historia. baba ya hat abubakar alikuwa hakusilimu hadi ushindi wa makka. wakati ule alikuwa ameshakosa uwezo wa kuona. wakati wa ushindi wa makka, mtume sallallahu alaihi wasallam alipoingia katika haram, hata abubakar akiwa na babake akaja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. nabii karim sallallahu alaihi wasallam akamwona na akasema kwamba, e abubakar, ungemwacha mzee huyo nyumbani, umemleta kwangu mzee huyo mwenye umri mkubwa, mimi mwenyewe ningeenda kwake. hapo abubakar akasema kwamba, ewe mtume wa allah, huyu ana wajibu zaidi wa kuhudhuria kwako, na sio kwamba kwa wewe ungeenda kwake. hata abubakar akamkalisha mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam. mtume sallallahu alaihi wasallam akapapasa mkono juu ya kifua chake na akasema, usilimu, utakuja katika amani. hivyo baba yake hata abubakar akasilimu. kuna kisa kingine. mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam alipokula chakula katika nyumba ya hat umehani, hat ibn abbas anasimulia ya kwamba siku ya ushindi wa makka, mtume sallallahu alaihi wasallam alimuuliza hat umehani kama ana chakula chochote ambacho tule. ye akasema kwamba sina chochote isipokuwa makombo ya chapati kavu, na ninahisi haya kwamba niweke mbele yako. mtume saa salam akasema kwamba lete tu. mtume saa salam akaingiza makombo haya kwenye maji. yeye akaleta chumwi. mtume akasema kwamba, je, unayo mchuzi? ye akasema, ya rasulllah, sina chochote isipokuwa siki. mtume akasema, lete siki ile. mtume salaa salam akamiminia juu ya chakula na akala na akamshukuru mwenyezi mungu na akasema, siki ni mchuzi mzuri ulioje. e umehani, nyumba ambamo siki ipo haiwi maskini. ni kilele cha kutoa shukurani. na akamtia moyo umehani vile vile. hii ilikuwa hali ya mshindi wa makka, ambapo angeweza kupata chochote kutoka kila nyumba, lakini wakati ule mtume sasa akapitisha muda wake kwa kula makombo hayo ya chapati kavu. mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika makka na akaona kila kitu chake kwa mapenzi, ikatokea wasiwasi katika mioyo ya ansar kwamba mtume asije akasalia hapo hapo. msemo ni mashuhuri ya kwamba ishq ast hazar badgumani, kuna kuwa na mapenzi moja na pamoja nayo zinakuwepo maelfu ya zana mbaya na wasiwasi. mwenye kumpenda mtu wakati wote anakuwa na wasiwasi kuhusu mpendwa wake. manzari nyingi za upendo na mapenzi, ukurubu na unyofu zilishuhudiwa wakati wa ushindi wa makka. manzari moja tukufu kati ya hizi ilionekana kutoka kwa ansar wa madina. hata abu huraira anasimulia ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja akaingia makka na akaja upande wa hajri aswad na akabusu hajri aswad, kisha akafanya tawafu ya baitullah, kisha akapanda juu ya safa ambapo alikuwa anaona baitullah, na akainua mikono yake miwili na akaanza kumhimidia allah kama allah alivyotaka kwamba yeye amkumbuke na amhimidie, na akaendelea kuomba dua. ansar walikuwa chini. mtume akafanya dua na akamhimidia allah na akaomba dua kama allah alivyotaka kwamba mtume aombe dua. kwa kuona shughuli chungu nzima za mtume sallallahu alaihi wasallam na namna alivyowatendea watu wa makka, ansar wakashikwa na fikira zao, wakaanza kusemeana kwamba upendo wa watani na upendo wa kabila lake umemtawala mtume sallallahu alaihi wasallam, na huenda sasa mtume sallallahu alaihi wasallam ataishi hapa hapa katika mji huu kwa jamaa zake. na wakifikiri hivi wakahuzunika sana. hata abu huraira anasema kwamba
hali hii ilipotokea kwa maansar, wahyi ikashuka juu ya mtume salallahu alaihi waalihi wasallam. Na wahyi ilipokuwa ikishuka tulikuwa tukijua tu, na ilipokuwa inakuja hakuna yote kati yetu ambaye alikuwa akiinua jicho kwa mtume hadi wahyi ikwishe. Na wahyi ilipokwisha, mtume salallahu alaihi wasallam akasema kwamba eni kundi la ansar. Wao akasema ya rasulllah labbaik. Mtume akasema je, mnafikiri kwamba mtu huyu upendo wa watani wake umemtawala? Wakasema ndivyo hivyo. Mtume akasema kama hii ikiwa hivi, jina langu litakuwa nani? Mimi ni Muhammad, ni mja wa Allah na mtume wake. Mimi kwa ajili ya Allah nilikuwa nimehamia kwenu. Sasa kuishi na kufa kwangu ni pamoja nani? Hapo wakilia kwa machozi wakasonga mbele na wakasema kwamba wallahi, yote tuliyosema tulikuwa tumesema kwa sababu ya mapenzi mazito ya Allah na mtume wake na kwa hofu ya kuondoka kwako. Mtume akasema kwamba kwa yakini Allah na mtume wake wanasadikisha jambo lenu hili na wanakubali uzuru wenu. Akieleza kisa hiki, hat Musleh Maud amesema mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akijishughulisha katika kufanya ibada mbalimbali za kuzuru Kaaba, yani kutembelea Kaaba na kuwatendea kaumu yake kwa msamaha na huruma na rehema, mioyo ya Ansar ilikuwa inapata hofu ndani kwa ndani, na walikuwa wanasemeana kwa ishara kwamba huenda leo tunamsindikiza mtume wa Mungu, kwani mji wake Mwenyezi Mungu ameushinda juu ya mkono wake na kabila lake limemwamini. Wakati ule Mwenyezi Mungu akamjulisha Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kupitia wahi kuhusu wasiwasi hizi za Ansar. Mtume akainua kichwa chake na akaona kwa Ansar na akasema, eni Ansar, mnafikiri kwamba upendo wa mji wake utamvutia Muhammad sallallahu alaihi wasallam na upendo wa kaumu yake utapenya kwenye moyo wake? Ansar wakasema kwamba ya Rasulullah, ni sawa kabisa, wazo hili lilipita katika mioyo yetu. Mtume akasema kwamba mnajua jina langu ni nani? Maana yake ni kwamba mimi naitwa mja wa Allah na mtume wake. Kisha kivipi inaweza kutokea kwamba nini ambao katika wakati wa udhaifu wa dini ya Islam mlijitolea uhai wenu ni waache na niondoke mahala pengine? Kisha akasema, e Ansar, hiyo haiwezi kutokea kamwe. Mimi ni mja wa Allah na mtume wake. Mimi kwa ajili ya Mungu niliacha watani wangu. Baada yake sasa siwezi kurejea watani wangu. Maisha yangu yanatokana na maisha yenu na kifo changu kimeunganishwa na kifo chenu. Wakati watu wa Madina wakisikia maelezo yake na wakiona upendo na unyofu wake, wakaja mbele huku wakilia machozi na wakasema kwamba ya Rasulullah, wallahi sisi tulijenga zana mbaya juu ya Allah na mtume wake. Jambo lenyewe ni kwamba mioyo yetu haiwezi kuvumilia wazo hili kwamba mtume wa Mungu akituacha sisi na mji wetu aende mahala pengine. Mtume akasema kwamba Allah na mtume wake wanaona nyinyi hamna hatia na wanasadikisha ikhlasi yenu. Mambo hayo ya upendo na mapenzi yalipokuwa yakiongelewa na mtume saa salam na watu wa Madina, kama macho ya watu wa Makka hayatakuwa yametoa machozi, basi kwa yakini mioyo yao itakuwa imetoa machozi ya kwamba lulu yule mwenye thamani ambaye hakuna kitu kilichopatikana duniani chenye thamani zaidi Mungu alikuwa amewapatia, lakini wao wakamfukuza kutoka nyumba zao. Na sasa kwa fadhili na msaada wa Mungu alikuwa amekuja tena Makka. Yeye kwa sababu ya kutimiza ahadi yake na kwa furaha na kwa matakwa yake akiacha Makka anarejea Madina.
hazrat ibn abbas anasimulia riwaya moja ya kwamba abu sufian alimwona mtume salallahu alaihi wasallam. mtume alikuwa anatembea na maswahaba walikuwa nyuma yake. yeye akasema moyoni kwamba laiti ningeweza kupigana nao tena na ningeweza kujumuisha majeshi kwa ajili yao. mtume akaja na akapiga mkono juu ya kifua chake na akasema kwamba ndipo mwenyezi mungu atakuzalilisha tena. unafikiri hivi kwamba ungepigana? basi kama ungepigana ungezalilika tena. ye akasema kwamba mimi natubu kwa allah na yale nisemayo ninamwomba mungu msamaha wake. sasa nimepata yakini ya kwamba wewe ni nabii mkweli wa allah. anasema kwamba nilikuwa nafikiria moyoni mwangu, sikumwambia mtu, lakini mtume akaja kuniambia lile lile. azana ya azuhuri ilitolewa juu ya paa ya kaba wakati wa sala uwadiapo. mtume saa salam akamwamuru hat bilal akapanda juu ya paa ya kaba na akatoa azana. riwaya inasema kwamba mtume salallahu alaihi wasallam siku ile alisali sala zote kwa wuzu moja. hii ilikuwa ni suna na kawaida ya mtume kwamba kikawaida alikuwa akifanya wuzu kwa ajili ya kila swala, lakini leo masahaba walipomwona akiswali sala zote kwa wuzu moja, hat umar akasema ya rasulllah sallallahu alaihi wasallam, leo umefanya kile ambacho ulikuwa haufanyi. mtume saa akasema kwamba umar, nimefanya kwa maksudi. maulama wamesema ya kwamba mtume salallahu alaihi wasallam alikuwa ametoa mfano wake kwamba katika haja mnaweza kufanya hivyo. wakati ule mtume sallallahu alaihi wasallam alipokea baiati ya watu ambayo imeandikwa katika maelezo yake. hat aswad bin khalf anasimulia kwamba siku ya ushindi wa makka alimwona mtume alikuwa akipokea baiati ya watu. mtume alikaa karibu na karne masfala ambayo ni mlima moja kwenye sehemu ya chini ya makka, na akapokea baiati kutoka kwa watu juu ya islam, wakubwa kwa wadogo, kina baba kwa kina mama wakaja kwake. mtume akapokea kutoka kwao baiati juu ya kumwamini allah na shahada hii kwamba hakuna apasaye kuabudiwa isipokuwa allah na muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mja wake na mtume wake. ibn jarir tabri anasema kwamba watu walikusanyika makka ili wafanye bayat juu ya islam. mtume akaketi juu ya mlima wa safa, hat umar alikuwa chini. mtume alikuwa anapokea bayati ya watu juu ya jambo hili kwamba wao kwa kadri wawezavyo watasikia amri ya allah na mtume wake na watatii. baada ya kupokea baiati ya kina baba, mtume salallahu alaihi wasallam akapokea baiati ya kina mama. mke wa abu sufian, hind, pia alikuwa mmoja wa kina mama hawa ambaye alikuwa amevaa hijabu. alikuwa na hofu kwamba mtume saa salam atamhoji kuhusu kitendo chake alichofanya kwa hamza. alikuwa na hofu kwamba kwa sababu hiyo asije akaozibiwa. kina mama wale walipohudhuria kwa mtume salallahu alaihi wasallam, mtume akasema kwamba fanyeni baiati yangu juu ya jambo hili kwamba nyini hamtamshirikisha na allah chochote na nyini hamtaiba. hind akasema wallahi, saa nyingine nachukua kitu fulani kutoka mali ya abu sufian, sijui kama ni halali kwangu au haram. abu sufian akiwa huko alikuwa nasikia. yeye akasema mali uliochukua ni halali kwako, allah akusamehe. mtume salallahu alaihi wasallam akimtambua hind akasema kwamba wewe ni hind binti utba? akasema ndiyo, lakini yaliyopita kabla ni samehe. maana yake kwamba kile nilichofanya zidi ya islam na zati yako tukufu ni samehe juu yake. kisha mtume akasema kwamba nini hamtafanya uashireti? hind akasema je, mwanamke huru pia anatenda uashireti? kisha mtume akasema kwamba nini hamtawaua watoto wenu? hind akasema sisi tukawalea katika utoto wao kisha wakawa wakubwa na nyini mkawaua katika badar, nyini muone wenyewe au wao. kwa kusikia hayo mtume sallallahu alaihi wasallam harat umar wakatabasamu. kisha mtume akasema kwamba nini hamtaleta tuhuma ambayo muwe mmetengeneza wenyewe?
hind akasema kwamba kuleta tuhuma ni kitendo kibaya na baadhi ya mazambi yanakuwa makubwa zaidi kuliko hiyo. Kisha mtume akasema kwamba nyini hamtani asi katika mambo maarufu. riwaya moja inasema kwamba hind binte utba akajua kwamba yeye alikuwa juu ya upotevu. Hapo akasema kwa mumewe abu sufian kwamba mimi nataka kufanya baiat ya muhammad sallallahu alaihi wasallam. abu sufian akasema kwa mshangao kwamba hadi leo ulikuwa unakataa, leo imekuwaje? Akasema kwamba wallahi siku ya ushindi wa makka niliwaona waislamu wakifanya ibada pamoja na muhammad sallallahu alaihi wasallam, na usiku kucha wenzake muhammad wakaendelea kufanya ibada katika kaaba. mmoja alikuwa katika hali ya kusimama, mwingine katika hali ya rukuu na mwingine katika hali ya sijda. sijawahi kumwona yote akifanya ibada kama hivi. abu sufian akasema kwamba uende kwa mtu fulani wa kaumu yako. hivyo ye akaenda kwa umar, yani kama unataka kwenda kwa muhammad basi uende pamoja na mtu fulani wa kaumu yako. hivyo hind akaenda kwa umar na pamoja naye akaenda kwa mtume saa salam na akasilimu. baada ya kusilimu hind akaenda kwenye nyumba yake na sanamu lililokuwa katika nyumba yake akalivunja vipande vipande na akasema kwamba kwa sababu yako sisi tuliendelea kudanganywa. riwaya nyingine inasema kwamba hind baada ya kukubali islam akaja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na akasema kwamba sifa zote njema zinamhusu allah ambaye aliishindisha dini yake hii aliyoipenda kwa ajili yake. ewe mtume wa allah, je, nitaweza kupata sehemu ndogo kutoka rehema yako? mimi ni mwanamke ambaye amemwamini allah na ni mwenye kumsadikisha yeye. mtume akasema kwamba karibu sana. hinda akasema kwamba ewe mtume wa allah, mimi nilikuwa sitaki kuhusu watu wenye hema katika ardhi hii kwamba wazalilike zaidi kuliko wewe, lakini sasa heshima yako ninaipenda zaidi kuliko heshima ya watu wote wa ardhi. hat hind baada ya kusilimu akadhihirisha upendo na ikhlasi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kama hivi kwamba akichoma mbuzi wawili akamtumia kwa kupitia mjakazi wake. mjakazi wake akaja kwa mtume na akasema kwamba kiongozi wangu ametuma kwako nyama hii iliyochomwa, na alikuwa anaomba radhi akisema kwamba siku hizi tuna uhaba wa mbuzi wenye umri mdogo, hivyo ninatuma wawili tu. mtume akasema kwamba mwenyezi mungu aweke baraka katika mbuzi wenu na watoto wao. baadaye mjakazi huyu anasema wallahi niliona idadi kubwa mno ya mbuzi na watoto wa mbuzi ambayo sikuwahi kuiona kabla. hat hind alikuwa anasema kwamba hizi zote ni kwa sababu ya baraka za maombi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. hat musleh maud raziallahu taala anhu akieleza tukio la baiyati ya hind mke wa abu sufian anasema kwamba huyu ni mwanamke yule yule ambaye alikuwa amefanya musla ya mwili wa hamza. mtume aliona kwamba yeye apatiwe adhabu juu ya kitendo chake hicho chenye ukatili. wakati ule amri ya hijabu ilikuwa imeshashuka tayari. kina mama walipokuja kufanya bayati, hind pia akijifunika na shungi akaja pamoja nao na akafanya bayati. alipofika kwenye sentensi hii kwamba hatutafanya ushirikina, kwa kuwa alikuwa na tabia yenye urevu, akasema ya rasulullah, sisi bado hatutafanya ushirikina. mtume alikuwa peke yake na sisi tukapigana naye kwa nguvu zetu zote. kama miungu yetu wangekuwa wa kweli, kwa nini ungefaulu? miungu yetu ilishindwa na sisi tukashindwa. mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba wewe ni hinda. alikuwa akitambua sauti yake, alikuwa jamaa yake. hinda akasema kwamba ya rasulullah, sasa nimekuwa muislamu, sasa huna hiari ya kuniua. mtume sallallahu alaihi wasallam akatabasamu na akasema kwamba ndiyo, sasa huwezi kukamatwa. ilmuradi kaumu ile ilikuwa ikifikiri kwamba yeye akiacha miungu yote amemfanya mungu mmoja. mabadiliko yakatokea kwao kwamba hind akasema kwamba je, mtu anaweza kusema kwamba mungu si mmoja? katika siku hizi za bayati tukio moja linapatikana. mtu mmoja alimjia mtume sallallahu alaihi wasallam ili kufanya bayati.
na kwa sababu ya haiba na jalali ya mtume alikuwa anatetemeka. Mtume saa salam akimtia moyo akasema usiogope, na akionyesha unyenyekevu wake akasema kwamba mimi si mfalme yeyote, bali mimi ni mtoto wa mwanamke ambaye katika Makka alikuwa anakula nyama kavu. Wakosefu ambao amri ilitolewa ya kuwaua kuhusu hawa imeendikwa na eleza maelezo yake, japo maelezo hayo yanahitaji tahkik na matukio yenyewe yanathibitisha kinyume chake, kwani sababu ambazo zimeelezwa kwamba amri ya kuwaua ilikuwa imetolewa, hiyo ni kinyume cha amali na matendo ya mtume sallallahu alaihi wasallam na khulqa zake. Kwa vitu vile naeleza kwanza kwamba walikuwa kina nani katika historia, imeelezwa nini, na kisha nitaeleza majibu yake. Ibn Ishaq amesema kwamba watu ambao kwa sababu ya makosa yao mtume alisema kwamba wakionekana popote wa uawe, walikuwa wanaume 8 na wanawake 6. Imeandikwa katika Fathul Bari. Kwenye Sirati Halbia imeandikwa kwamba kwa ujumla walikuwa watu 11. Wakati ameandika kwamba walikuwa watu 10, kina baba 6 na kina mama 4. Kwenye Fathul Bari imeandikwa majina ya watu hawa ambao walikuwa kina Abdul Uzza bin Khutal, Abdullah bin Saad bin Abi Sara, Ikrima bin Abi Jahl, Miqyas bin Khubaba, Habar bin Aswad na kadhalik. Hadithi moja inasema kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya ushindi wa Makka aliwapatia wote amani isipokuwa wanaume 4 na kina mama 2. Alisema kwamba muwe hata kama wawe wameninginia pamoja na pazia za Kaaba. Riwaya moja inasema kwamba siku ya ushindi wa Makka mtume sallallahu alaihi wasallam aliwapa wote amani isipokuwa watu 4 tu, ambao ni Abdul Uzza bin Khutal, Miqyas bin Khubaba, Abdullah bin Saad bin Abi Sara na Umme Sara. Mwandishi mmoja wa sira ameandika kwamba watu ambao mauaji yao yalikuwa yamehalalishwa, wengi wao mtume alikuwa amewasamehe, na walikuwa watu wachache tu waliouawa ambao kabla ya msamaha wa mtume walikuwa wameuawa. Musleh Maud ameeleza rai yake ambayo inasema ya kwamba kulikuwa wanaume 11 na kina mama 4 ambao ilikuwa imethibitika kwamba wamefanya matendo mabaya, yani mauaji na ufisadi, na walikuwa wakosefu wa kivita. Na kuhusu hawa ilikuwa amri ya mtume kwamba wauawe. Wao hawakuwa wakosefu wa ukafiri tu, bali walikuwa wakosefu wa kivita, lakini wengi wao akawasamehe, yani wengi walikuwa wameachwa. Hata Masihi Maud alayhisalam anasema kwamba Khatam al-Anbiya sallallahu alaihi wasallam akipata ushindi juu ya watu wa Makka na akiwaona chini ya upanga wao, kisha akawasamehe mazambi yao na akawapa watu wachache tu adhabu, ambao kwa ajili ya kuwapa adhabu amri ilikuwa imeshatolewa na Mwenyezi Mungu. Mungu alikuwa ameeleza wazi, na akiwaacha hawa wengine wote akawasamehe. Watu waliokuwa wameuawa katika historia sababu zake zimeelezwa kwa vitu vile naeleza hapa, lakini hazinirizishi. Imeandikwa kwamba jina la kwanza ni la Abdul Uzza bin Khutal. Kwanza alikuwa amesilimu. Mtume sasa alikuwa amempatia jina la Abdullah, kisha ye akahamia Madina. Mtume akamtuma ili kukusanya zaka. Pamoja naye alikuwa mtu mmoja wa Banu Khuzaa ambaye alikuwa anapika chakula kwa ajili yake na alikuwa anamhudumia. Wote wakapiga kambi sehemu moja ambapo watu walikuwa wanatoa zaka. Ibn Khatal akamwamuru mtu huyo wa Khuzaa kwamba amwandalie chakula, na mwenyewe akalala wakati wa mchana. Alipoamka akamkuta mtu huyo wa Khuzaa amelala na alikuwa hakupika chakula. Ibn Khatal akamua kwa upanga wake na akiritadi kutoka Islam akakimbilia Makka. Huyu katika shairi yake alikuwa anavunja heshima ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Hata Anas anasimulia kwamba siku ya ushindi wa Makka mtume aliingia Makka. Juu ya kichwa yake ilikuwa kofia ya chuma. Mtume akaivua. Mtu mmoja akaja kwake, ye akasema kwamba
ibni khatal ameninginia pamoja na pazia za kaba. Mtume akasema kwamba umue. Mtu wa pili ni miqyas bin sababa. Huyu kwa ajili ya kumua swahaba moja ansari alikuwa amesilimu. Swahaba ansari katika vita moja alikuwa amemua ndugu yake miqyas. miqyas akapokea dia ya ndugu yake na pia akamua swahaba ansari, kisha akiacha islam akarejea makka. hatnumaila bin abdullah akamua siku ya ushindi wa makka. huwairas bin nuqais ni mwingine. mtume sallallahu salam alikuwa ametoa amri kuhusu mawaji yake. imeandikwa hivi, kwani huyu alikuwa anamuuzi mtume sallallahu salam, hata ali akamua. mwandishi moja wa sira anaandika kwamba sababu ya huwairas bin nuqais yani mawaji yake inayopatikana ni kwamba ye alikuwa anamuuzi mtume, lakini sababu ya mauaji yake ni nyingine, kwani mtume alikuwa hachukui kisasi kwa ajili ya nafsi yake. kisha mwingine ni huwairas bin talat al-khazai. mtu huyu pia alikuwa anatunga shairi zidi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, hata ali akamua. kisha mjakazi wa ibn khatal karina alikuwa anaitwa arnab. huyu pia alikuwa anatunga shairi katika kuvunja heshima ya mtume, ye pia akauawa. idadi hii ya watu waliouawa inafikia 14-15, lakini kwa kupitia tahkik inaonekana kwamba idadi hiyo si sahihi, kwani makosa ambayo yameelezwa kama sababu ya mauaji yao, makosa haya yanaeleza yenyewe kwamba waandishi wa sera wamekosea. makosa ya wengi yaliyoelezwa ni kwamba wao waliritadi au walikuwa wanamuuzi mtume au walikuwa wanatunga shairi zidi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. kimsingi hiyo ni fikra ya zama ya baadaye, kwani kwa kuacha Qurani tukufu na sunna fikra hii ilipopatikana kwamba adhabu ya mtu mwenye kuritadi ni kuuawa au anayevunja heshima ya mtume adhabu yake ni kuuawa. hizi ni fikra za baadaye, kwani Qurani tukufu inathibitisha kwamba adhabu ya irtidad si kuuawa, na inathibitika kutoka Qurani tukufu na hulka tukufu ya mtume kwamba adhabu ya kumuuzi mtume au kutunga shairi zidi yake si mauaji. hiyo inaonekana wazi kwamba wakati wa ushindi wa Makka, mtu yote ambaye amri ikatolewa ya kuuawa, kwa yakini kosa lake lilikuwa nyingine. hata Muslim Maud amesema kwamba walikuwa wakosefu wa kivita, lakini kusema kwamba ametunga shairi zidi yake hayo si sahihi. wakati wa ushindi wa Makka, riwaya hizi zinazozungumzia kwamba waliuawa, mwandishi mmoja wa bara ndogo alama shibli numani anaandika kwamba haya ni maelezo ya waandishi wa sira kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amewapatia watu wa Makka amani, lakini watu 10 alikuwa ametoa amri kwamba wakipatikana popote wa uawe. baadhi yao masalan Abdullah bin Khatal, Miqyas bin Sababa walikuwa wakosefu na wao waliuawa kama kisasi, yani walikuwa wamewaua watu hivyo wakauawa. lakini wengine kosa lao lilikuwa hili tu kwamba katika Makka walikuwa wanamuuzi mtume au walikuwa wanatunga shairi katika kuvunja heshima yake, walikuwa wanamsumbua na kutunga shairi zidi yake. mmoja alikuwa mwanamke aliyeuawa ambaye alikuwa anaimba shairi zidi ya heshima ya mtume, lakini ameandika kwamba kwa mujibu wa uchambuzi wa muhaddis hayo si sahihi, kwani watu wote wa Makka walikuwa wakosefu wa kufanya hivyo. kama jambo hili lichukuliwe, basi watu wote wa Makka walikuwa wanafanya hivyo, hivyo wote wa uawe. tukiwacha watu wawili wanne tu wa Quraysh, ni nani ambaye hakumuuzi mtume sallallahu alaihi wasallam? na pale waliposikilizishwa kwamba antum tulaqa, yani nini mna uhuru, watu ambao imeelezwa kwamba amri ikatolewa kuhusu mauaji yao, wao walikuwa wakosi wa daraja ya chini. hii ni riwaya kutoka Aisha inayopatikana katika Siha Sita kwamba mtume hakuchukua kisasi cha binafsi kutoka mtu yeyote. katika Khaybar, mwanamke Myahudi aliyempatia sumu, watu wakamuuliza mtume kuhusu yeye kwamba je,
atauawa? Akasema hapana. Katika kufristan ya khaibar myahudi moja akimpatia mtume sumu. Je, kama anaweza kusamehewa katika haram? Kwa nini watu hawa wanaweza kukosa afu ya nabii saa salam? Kwa mujibu wa riwaya na diraya, tukio hili haliwezi kukubaliwa. Yani tukitumia akili, hata kama tukifanya tahkik, riwaya hii si sahihi, kwani katika sahih bukhari imetajwa kuhusu ibn khatal tu, na hiyo inaaminika kwamba alikuwa ameuawa kama kisasi. Mauaji ya mikes pia ilikuwa mauaji ya kisasi, na wengine wote ambao sababu yake imeelezwa kwamba katika zama fulani walikuwa wanamuuzi mtume. Hizi ni riwaya ambazo zinaishia pamoja na ibn ishaq. Yani kwa mujibu wa usuli ya hadis, riwaya hii haina ufululizo na haiwezi kuaminika. Riwaya inayoweza kuelezwa yenye kuaminika ni riwaya ya abu daud ambayo inasema kwamba siku ya ushindi wa Maka mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba watu wanne hawezi kupewa amani. abu daud imeeleza hadisi hii na imeandika kwamba ufululizo wa riwaya hii sikuweza kuipata. Kuhusu riwaya hizi za abu daud, kwenye vitabu vingine imeandikwa ya kwamba riwaya hizi ni dhaifu, na hakuna shaka ndani yake kwamba baadhi ya viongozi wa Quraysh ambao walikuwa kwenye mstari wa kwanza katika kupinga Islam, kwa kusikia taarifa ya ujio wa mtume wakakimbia Makka. Lakini ibn ishaq amekisia tu kwamba wao walikimbia kwa sababu hii kwamba amri ilikuwa imetolewa kuhusu mauaji yao. Ilmuradi wakati wa ushindi wa Makka hukumu ilitolewa kuhusu watu wachache tu, na hawa ndio wale ambao Masihi Maud pia amesema kwamba watu wachache tu walipewa adhabu, ambao kwa ajili ya kuwapa adhabu amri ilikuwa imeshatolewa na Mwenyezi Mungu, na watu hawa walikuwa watu watatu wanne tu, na wengine wote mtume sallallahu alaihi wasallam aliwasamehe mazambi yao. Huu ndio uhakika wake. Hivyo kusema kwamba watu kadhaa walikuwa wameuawa na walikuwa wamevunja heshima ya mtume, hayote si sahihi. Mengine nitaeleza siku za usoni inshallah. Hali ya dunia iko wazi juu yenu, muendelee kufanya maombi. Nimesha sema mara kadhaa, ninaendelea kusema kwamba kwa ajili ya hali hizi nilikuwa na wakumbusheni. Nimeshasema mara kadhaa kwamba kwa ajili ya hali hizi watu wanatakiwa kutunza vitu mbalimbali vya kula kwenye nyumba zao kwa miezi kadhaa. Sasa baadhi serikali pia imewaambia wananchi kwamba watunze vyakula na bidhaa kwa miezi mitatu. Mwenyezi Mungu airehemu dunia na aisalimishe kutoka hali za kivita. Sasa ningependa kuwazungumzia baadhi ya marehemu, halafu nitasalisha jeneza yao baada ya swala. Marehemu wa kwanza ni Amatu Nasim Nigat sahiba, mke wa Raja Abdul Malik sahib. siku za nyuma akiwa na umri miaka 70 alifariki dunia. inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. marehemu alikuwa musi, alikuwa mjukuu wa Hatmiza Sharifa Masahib radhiyallahu ta'ala anhu. upande wa mama alikuwa mjukuu wa Hatnawab Amatul Hafiz Begum Sahiba, alikuwa binti wa Karnal Mirza Daud Ahmad Sahib. amewahi kuishi Marekani kwa muda mrefu. huko pia kwa miaka 10 aliweza kuitumikia lajna kama katibu wa fedha na katibu wa zifa. binti yake Amina anasema kwamba alikuwa anatoa sadaka kwa ukimya na alikuwa anatoa bila kukosa.
na baada ya muda mfupi haswa akitoa sadaka kama mbuzi alikuwa anagawa nyama kwa maskini alikuwa anatoa msaada mbalimbali pia aliweza kuwajengea maskini nyumba zao anasema kwamba usiku moja aliona katika ndoto kwamba akivua bangili zake anampatia mama yake mdogo yeye akatimiza ndoto hiyo na akampatia bangili za dhahabu alikuwa mkarimu sana alikuwa akiwasaidia watu wenye haja alikuwa na jaziba sana ya kuwahurumia anasema kwamba alikuwa na tabia ya kichekesho watu hawajui lakini mimi nimeona alikuwa anafanya dua kwa uchungu sana ukarimu ulikuwa ni sifa yake makhsus anasema kwamba sisi tumejifunza kutoka mama namna ya kumkumbuka mungu alikuwa anasoma duru sharif na alikuwa anasoma shairi ya masihi maut sisi tumesikia mara kadhaa hadi tukakumbuka alikuwa akiwatendea majirani na jamaa kwa wema sana binti yake aisha ameandika mpwa wake ameandika kwamba alikuwa akiwasaidia watu kwa ukimya na saa nyingine mwenyezi mungu pia alikuwa anamwambia kuhusu mtu fulani kwamba huyu anahitaji msaada mtoto wake kuna harusi yake hivyo umsaidie hivyo akamtumia 100,000 mara moja mwenyezi mungu amghofirie na amrehemu jeneza ya pili marehemu ni mheshimiwa alhaj yaqub ahmad bin abubakar sahib alikuwa mwalimu mkuu wa zamani wa ahmadia senior school na national secretary senior high school na alikuwa katibu wa mahubiri ghana katika ajali moja katika umri miaka 63 alifariki dunia inna lillahi wa inna ilaihi rajiun marehemu alikuwa musi akienda katika mji wa mankasam akapata ajali gari yake ikagonga na lori kubwa akapata majeraha ya kichwa na akafa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kwenye familia ameacha wake wawili na watoto 4 mama dada moja na ndugu moja baada ya kusoma masomo ya awali alipata kiingilio kwenye ahmadia misri training college salt point na akihitimisha masomo yake akaanza kuitumikia jamaat katika maeneo mbalimbali kisha kutoka jamaat aliwezeshwa kupata kiingilio katika chuo cha ghana ambapo akapata digrii katika business administration na baada ya kupata shahada serikali ikampatia ofa ya ajira lakini ye akakataa kwani alikuwa amejitolea maisha yake wakfu hivyo pamoja na roho ya wakfu alifanya kazi japo alienda katika serikali ya shule ya serikali ilikuwa shule ya jumuiya hivyo baada ya kusoma akawa mwalimu mkuu wake pia aliendelea kufanya kazi kama mwalimu mkuu katika shule ya sawaga na komasi na watu wa huko daima wanamkumbuka uongozi na maafisa wa serikali na wanafunzi vile vile kama nisemavyo kwamba alikuwa katibu wa mahubiri katibu wa taifa na katika tanzim ya ansarullah alipata nafasi ya kutoa huduma kama qaid tarbiyat alikuwa mtu mwenye elimu katika idara ya elimu alipata bahati ya kuwa mjumbe wa kamati kubwa kubwa
alikuwa mwenyekiti wa chas, alikuwa mwenyekiti wa conference of head of studied secondary school ghana, alikuwa mjumbe wa nast, alikuwa mjumbe wa dtc ghana territory education commission, alikuwa mjumbe wa waec west african examination council, alikuwa katibu mkuu wa acp yani african confederation of principals, alikuwa katibu mkuu wake. juu ya kifo chake principal association ya south africa wamepeleka salamu za rambirambi na wameandika kwamba mtu huyu alikuwa mwenye kupenda usuli na uongozi wake ulikuwa tukufu sana. daima alikuwa anasema kwamba sababu kuu ya mafanikio yangu ni kujiunga kwangu na dini na mshikamano wangu na ukhalifa. alikuwa mume mwema, baba kwa ajili ya familia yake, alikuwa alama ya nazmo zabt na huruma. katika ramazan alikuwa anasoma kurani tukufu zaidi ya mara moja. alikuwa akiwahimiza watu wa nyumbani wafanye ibada. kitabia alikuwa na kipaji sana cha kuwaongoza watu, lakini pamoja na hayo alikuwa mnyenyekevu sana na kwa uaminifu wa hali ya juu alikuwa anatoa huduma. kaka yake alikubali ahmadia na kisha jamaat ikaingia kwenye familia yake. kaka yake abubakar said anaandika, baba yake alimpeleka kwenye missionary training college salt pond ambapo akasoma, kisha akawa local missionary, kisha akapata maendeleo na akapata daraja kubwa sana katika jamaati na serikalini vile vile. nilipokuwa nchini ghana alikuwa na uhusiano wa karibu na mimi, uhusiano wa kiurafiki, uhusiano wa upendo. kazi kubwa muhimu ambazo zinahitaji uaminifu nilikuwa nampatia. alikuwa mtu mwenye imani sana, na nilipochaguliwa kuwa khalifa uhusiano wake ukaimarika sana na ulikuwa unagusa viwango vya juu vya ikhlasi. alikuwa mwenye ghera kwa ajili ya jamaat na ukhalifa. mama yake anasema kwamba mwanangu alikuwa mwaminifu sana, mtifu sana. tangu utotoni alikuwa ananilea vizuri, alikuwa ananihudumia. aliamua kufanya hija, lakini akasema kwamba kwanza uende ukafanya hija, kisha akaenda kufanya hija. anasema kwamba hakuwahi kuniacha peke yangu, daima akaniweka kwake. mke wake anasema kwamba alikuwa mume mwenye kupenda na mwenye kuwajibika. alikuwa baba mpole kwa watoto. daima alikuwa anatoa nasaha kwamba mnatakiwa kujitolea kwa ajili ya jamaat. mwana wake anaandika kwamba daima aliendelea kuimarisha imani yetu juu ya msingi imara. alitufundisha namna ya kujiunga na kuendelea kushikamana na dini na akaendelea kutuongoza, na imani yake anasema kwamba ni mfano kwa familia yetu nzima. alikuwa akituamsha kwa ajili ya sala ya tahajudi na sala ya alfajiri, na mwezi wa ramazan alikuwa anajali sana, na kila jumatano na alhamis alikuwa akifunga saumu. anasema kwamba moyo wake ulikuwa umejaa unyenyekevu. alikuwa akiwatendea wote kwa heshima hata kama awe chini yake. alikuwa mtu mcheshi sana. mdogo wake said bin abubakar anasema kwamba baada ya kifo cha baba yetu alinilea vizuri na akanilea kama awe baba yangu. akanilea, akaendelea kunihimiza upande wa kusali na akatimiza mahitaji yangu yote. mwenyezi mungu amghofirie na amrehemu na awajalie watoto wake wawe wenye unyefu na kuzidi katika mema kama yeye.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله